Naam, shaka mimi swali langu la mwisho pia itakuwa nje ya mada. Nadhani unafahamu hali yetu ya Tanzania hasa ya kidawa. Ni kwamba hakuna wanawake ambao unaweza ukasema wana uwezo wa kufanya dawa kwa wanawake wenzao. Dhara hiyo imeonekana ya wazi kwamba kwa sababu hatujalelewa katika hali kama hiyo. Sasa madai wakati mwingine tunakuwa tuna wakati mgumu wakati tunafanya dawa kwa kina mama. Sasa je, tutumie kaifia gani au namna gani ambayo inaweza kwa sababu kuacha moja kwa moja pia haiwezekani, inashindikana. Yaani tutachukua muda mrefu sana mpaka kufanikiwa katika hilo. Sasa katika wakati huu ambapo tupo katika hali kama hiyo, hakuna maduati wa kike. Sisi maduati wa kiume tutachukua katika kaifia gani kuwafanyia dawa kina mama? Bila shaka kaifia sawa sawa ni kuchunga mipaka ya kisheria kwa wanawake. Yaani isiwe tena mwalimu kwa darasani anasomesha wanawake ima ni msikitini au kwenye darasa basi kuna hapa kwa hapa. Qala Allah Ta'ala, hapa asoma akitoa pumzi hivi na mwanamke pumzi yampata. Yaani hapa kwa hapa au bila ya kizuizi chochote cha kisheria. Au wanawake wakawa wamevaa mavazi ambayo si sawa sawa, hayana sitra. Kwa hiyo kitu cha msingi ni kuweka sitra baina yao kwa sababu ya fitna. Kwa sababu ya fitna. Na dai atakikana awe makini sana. Kwa sababu wanawake darasa zao zinakuwa zina fitna vile vile. Kwa sababu wengine hawakusudii darasa na nafsi zina udhaifu. Yanakuja maswali yatakuja hivi unajikuta wanakuyumbisha. Kwa hiyo mimi natusema ni kukinga milango ya fitna na kuwafanya wanawake wakubali kusoma. Ikiwezekana hata kwa kuweka pazia baina yako na wao au kuweka mandhari ya kwamba hakuna ile ukaribu wa hivyo au kuna maharim zao, yani kwa uchache wapatikane hali kama hiyo ili dawa iweze kufika. Lakini kusema kwamba tuache moja kwa moja tusiwalinganie wanawake itakuwa sio sawa. Na tukisema kwamba tutumie uhuru kwa sababu kwamba hakuna wanawake basi twende tu hivi hivi pia si sawa. Kwa sababu tunapata mifano mingi tu ya maduati utakuta wameingia katika fitna za wanawake. Na matokeo yake badala ya dawa kwenda mbele dawa inaporomoka. Mwalimu bwana kampa mimba bwana mchana fulani au mke fulani au mwalimu kachukua mke wa mtu. Nini? Kwa sababu ya ule ukaribu usiokuwa na mipaka ya kisheria. Sasa wao watakuta au watu wanakuchombeza na kuvuta katika jambo la kishetani. Ukiingia tu wao ndio wa kwanza kukupiga kelele. Mwalimu kafanya hivi bwana, lakini wao wanakujengia mazingira ya fitna. Kwa hiyo kuchunga mipaka ya kisheria ni bora na kuchukua tahadhari ni bora. Hasa kuweka mawasiliano yani baina yako na wanawake kukawa usiwe ni mubashara moja kwa moja wewe na wao. Jaribu kuweka pazia baina yao au kuwa mbali nao na kadhalika wao wajistiri kwa hijabu za kisheria. Waje wasome elimu. Wallahu a'lam. Wallahu yahdi man yasha'u ila sawa'is sabil. Naam, barakallahu fikum. Mwisho ni kwamba je, kuna ikhtilafu yoyote kuhusu swala la kuangalia mwanamke ajnabi? Kuangalia an-nadhur ila al-ajnabiyat, kuna ikhtilafu katika Allah tabarak wa ta'ala anasema wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Waambie waumini wainamishe macho yao na wazihifadhi tupu zao. Kadhalika Allah anasema vile vile wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin wa yahfadhna furujahun. Waambie wanawake wa Kiislamu, wanawake wa kiumini vile vile wainamishe macho yao na wazihifadhi tupu zao. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja yuko Makka katika hija. Nyuma yake alikuwepo bwana mmoja ibn ammi yake kitu Al-Fadhl ibn Abbas. Al-Fadhl ibn Abbas yani mtoto wa Abbas ibn Abdul Muttalib. Wako hija na Abbas ibn Abdul Muttalib ni mtu alikuwa amepewa uzuri wa sura. Sasa wako kwenye kipando, ikawa kuna mwanamke pembeni yake anapita naye kwenye kipando, yani kwenye ngamia au farasi. Ikawa ile Al-Fadhl anamtazama yule mwanamke. Mtume swalla salam akaushika uso wake akaugeuza upande wa pili kwamba sitazame kule. Yote haya ni dalili ya kwamba haifai kutaladhdha na kumtazama mwanamke kwa sababu ni katika milango ya kuingia katika munkar na maasi. Katika munkar na maasi ila kwa dharura za kisheria ambazo huwezi kuziepuka. Kama mtu ni daktari na pengine mwanamke katika uso wake kuna kitu utakana wewe ukitazame, au mabahith mtu katika sehemu za kiserikali mathalan anataka kukagua kitu. Wanawake ndio wanakagua lakini pengine ni mujrima. Ni mujrima, mwanamke muovu mathalan ana ufisadi fulani na ikana kufanywa uchunguzi. Vitu kama hivyo wanawachuoni wamefungulia milango katika milango ya dharura. Lakini katika hali ya kawaida tu umekaa na mwanamke ukaanza si sawa sawa. Na ukiangalia uzuri wa mwanamke wote uko kwenye uso.
Mwanamke hata awe vipi, sijui miguu yake ikoje, sijui nini iko vipi, lakini usura yake ikiwa mbaya, basi uzuri ushapotea. Wallahu ta'ala a'lam. Ndugu zetu, unaona, mtatusamehe pamoja na kwamba ilikuwa tumepanika.